aliweza kutimiza ahadi zake zote, alimwambia Ibrahimu amchukue Hagai mjakazi wake na amuoe. Sawa. Ambapo kuoa wake wengi kulikuwa halali siku hizo. Sawa. Bino bisili biuzu. Yaani ukiingiza fundisho kwamba tuwe na poligamia mkanisa, sisi tunaona ni chakula ambacho kimehoza cha kuua sasa watu leo. Imepitwa na wakati. Ni ujumbe ambao ulikuwa ni Mungu, ni asema Bwana, ni Biblia, lakini kwa leo hii hapana, ilikuwa halali hizo siku, na ndio sababu Mungu akamruhusu kwa mapenzi ya kuruhusia Ibrahimu amchukue nani? Hajiri. Lakini hata hivyo Mungu hakukuwa kabisa kwa mapenzi yake makamilifu kwamba amchukue. Bwana asifiwe. Mwisho tu alipata kufukuzwa. Wende kwanza mu 71. Hapo. Wende kwanza mu 71. Nasema Bikira Mariamu imani akazaa mzao neno wa kiroho wa kweli aliyefanyika mwili. Mnaona? Wanawake watatu walioibeba hiyo mbegu. Mmoja wao kusema kweli alikuwa uzinzi chini ya kuoa wanawake wengi. Wa pili, mmoja wao kusema kweli alikuwa. Mmoja wao kusema kweli, mfuate. Mmoja wao, mfuate wadada, tuko pamoja. Musikii. Kusema kweli alikuwa uzinzi chini ya kuoa wanawake wengi. Mmoja wao kusema kweli alikuwa mzinzi chini ya kuoa wanawake wengi. Sababu ilikuwa inakubalika, ilikuwa ni ujumbe, lakini kusema kweli tote ndio kweli. Ujao muone abile mzinzi chini ya kuoa wanawake wengi. Na wa pili alikuwa muungwana. Na watatu haikuwa kujuhana kimwili kamwe. Bali kwa imani aliamini neno la Mungu. Hagai, Sara ... Wote wawili, Sara na Hagai, ilikuwa kujuhana kimwili. Bali Mariamu alikuwa bikira kwa uweza wa roho wa neno na lililoahidiwa na Mungu. Hiyo ni kweli. Sawa. Septande. Hiyo ni kweli. Ule upua Hagai wake wawili wakashuku ile ahadi. Bali tazama kile hiyo iliyosababisha. Wakati Hagai mke wa pili wa Ibrahimu, lorsque Hagar la seconde femme d'Abraham, ambaye alikuwa bila shaka alikuwa mke suria, qui n'était seulement qu'une concubine. Mungu anasema bila shaka ambaye mke wa pili Hagai ajili mke wa pili wa Ibrahimu ambaye bila shaka alikuwa nani? Suria. Ine concubine ebile suria inos. Na ndio sababu tukisoma hapa sasa ile mbegu haitarizi pamoja na kapi ya baada ya mafundisho ya ndoa na talaka. Sasa hii inasema hapa mu paragrafe 75. Paragrafe 75. Hii ya le 29 avril matin. Le 29 avril matin 1965 inasema 75. Soma 75. Sasa Sara kile kishada kama Shavuo, Sara yule mke wa kweli wa ile ahadi anamzaa muungwana. Hatimaye likazaliwa taifa lililoahidiwa. Sara yule mke wa kweli. Bwana asifiwe sana. Sara ndio alikuwa mke wa kweli. Sasa ujonge ajili. Bwana asifiwe sana. Suria, mzinzi chini, lakini chini ya kuoa wanawake wengi. Na Mungu akaruhusu afukuzwe. Tulijifunza hilo kwa Galatia 4:30, Mwanzo sura 21 na versi yake sijui kama tulikuwa kwenye versi gani pale. Bwana asifiwe sana. Tukaona kwamba ajili ikabidi afukuzwe, aachishwe. Bwana asifiwe sana. Sasa hivyo ndivyo tunavyojaribu kujifunza, sababu haya mambo ndio iko inatusumbua na kutuua.
Tusome kwanza hapa allumer la lumière. Washa taa. Niko mu paragraph hii ilihubiriwa ilikuwa prêché samedi le 25 janvier 1964. Mihuri ilishafunuliwa hivi. Tuko pamoja? Jo mifupa hii wadada. Mumango bungwa. Tulisema le 25 janvier 1964. Tarehe 25 mwezi wa kwanza 64. Paragraphe 41, 42. 41, 42. 45. 45. Jo tutasoma. Tuanze 40. Et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Kwa nini watu wasingeweza kuona hilo? Cela nous semble maintenant étrange. Hilo linaonekana kuwa la kigeni. Parce que nous, kwa maana sisi, nous sommes en train de regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur. Sisi tunatazama nyuma kupitia zile kioo za kutazamia nyuma. Ndio sababu wasingeweza kuona huduma ya Yesu na wasingeweza kuona Yesu kwa sababu walikuwa wakitazamia kwenye kioo cha kutazamia nyuma. Mais aviez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière de cette façon-là, vous ferez un accident? Je, umeshagundua kwamba ukiendelea kutazama hilo utafanya ajali? Je, ushawahi kugundua kwamba ukiendelea kutazama nyuma utafanya ajali? Ushawahi kugundua hilo? Mungu atusamehe. Regardons ce qui est devant nous. Hebu tutazame kile kitu mbele yetu. Tutazame kile kilicho mbele yetu. Poligamia imeoza. Haina nafasi tena leo. Ni kipindi cha wakati wa Musa ambacho ulikuwa ni ujumbe wa Musa, na Musa alipomaliza ujumbe wake basi na hayo yakawa yameisha. Na ndio sababu Yesu sasa iko anaonyesha watu wapi mwanzo kule mume mmoja mke mmoja wakati anakuja, sio tena wakati wa Musa. Paulo naye Wakorintho wa kwanza 7:1 akasema nini? Na kila mtu awe na mmoja mwenyewe. Kiswahili kile kinasema vipi? Bwana asifiwe sana. Tusomee kwanza pale kwenye Biblia kwanza, Wakorintho wa kwanza 7. Mambo mengi yenye Yesu alikuwa anasema ukifuatilia utakuta Paulo ndio alikuwa sasa kama vile anakuja kuweka nuru zaidi, watu wanaelewa zaidi kile ambacho Yesu alisema. Soma kwanza pale na wewe utasoma hata tu asome. Mstari wa kwanza. Basi kwa habari ya mambo yale niliyoyaandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio hivyo, ndio vile tunaamini. Sasa hapo napo wengine wanatafsiri, lakini ukifuatilia lugha ni kila mwanamume kwa ajili sasa ingekuwa heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zina, kwa sababu ya tamaa, kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe mmoja. Sasa hiyo mwenyewe wanaanza sema hivi, hata kama ni wangu mie mwenyewe, atawe wa pili ni wangu mie mwenyewe, atuchangie. Atawe wa tatu ni wangu mie mwenyewe, atuchangie na mtu. Mungu atusamehe. Ndio vile mambo yako yanatembea. Nilifuata siku moja, hizi siku zimepita, mhubiri mmoja iko Dar kule, ni Mkongomani, ameshakuwa na wake hawa wawili. Lakini iko anasema kwamba wale wake zake wawili wanasema kwamba wao wanapendana sana wao wawili, na wako wanatafutia mume wao tena mwingine mwanamke. Mungu atusamehe. Sio kweli. Viozo. 2041. C'est ce qu'il faisait.
kile ambacho alikifanya. La raison pour laquelle ils ont fait cela. Hiyo ndio sababu walifanya hilo. La raison pour laquelle ils ont fait cela. Sababu iliyowafanya wafanye hivyo. C'est parce qu'ils vivaient dans la lueur d'une autre lumière. Ni kwa sababu walikuwa naishi katika nuru nyingine. Ils vivaient dans la lueur de la lumière d'un autre jour. Walikuwa kiishi katika nuru ya siku nyingine. Et je crois que c'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Na ninaona kile ambacho hakiendeki katika ulimwengu leo. Mes amis, ndugu zangu, c'est parce que nous essayons de vivre dans la lueur d'une lumière qui a brillé dans un autre jour. Hiyo ni kwa sababu sisi tunaishi katika nuru ambayo iliyokuwa katika siku nyingine. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu mambo hayaendeki leo. Tunajaribu kuishi kwenye nuru ambayo iliwaka katika siku nyingine. Kwa wanawake wengi ni nuru, ilikuwa nuru ambayo iliwaka kwa wakati wa Musa na ikaisha Musa alipoisha na ujumbe wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile lueur est une fausse lumière. Kuwaka ni nuru. Si mnajua lueur? Lueur ni ile nuru mbaya, ile nuru ambayo inafifia ambayo si nuru nyingi. Yaani ni ile nuru ya utusi. Mazigazi. 45. Laissez-moi vous le dire. Acha niwaambieni. Ne refusez pas la lumière de l'évangile de Jésus. Usikatae nuru ya injili ya Yesu Kristo. Laquelle projette les rayons réchauffant du Saint-Esprit sur vous. Ambayo inayomwalika nuru réchauffant du Saint-Esprit sur vous. Ambayo inayo yaani kutia joto. Kutia joto, ile joto kama ya moto du Saint-Esprit sur vous, du fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Ambayo inawafanya kiumbe kipya katika Yesu Kristo. N'essayez pas de marcher dans la lueur d'un autre jour. Usifanye kama kutembea katika nuru nyingine. Amen. Usijaribu kutembea katika nuru ya wakati mwingine. Maintenant, cette lueur pourrait avoir été bonne dans l'autre âge. Sasa kwa nuru hiyo inawezekana ikawa ni nzuri kwa wakati mwingine. Elle pourrait avoir été bonne pour eux. Inaweza ikawa nzuri kwao. Bwana asifiwe sana. Yawezekana hiyo nuru ikawa ilikuwa nzuri kwa ule wakati. Kwa wakati wa. Bwana tusaidie sana. Twende hapa mparagrafu 48 mpaka paragraphe 86 mpaka 88. Dans notre pèlerinage, katika safari hii, dans notre pèlerinage, katika safari yetu, nous sommes semblables à Israël. Tunafananishwa na Israeli. Bwana asifiwe sana. Katika safari yetu tunafananishwa na Israeli. Bwana asifiwe sana. Israeli walikuwa msafari ya kutoka Misri kwenda Kanaani, nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Na sisi pia tuko msafari. Tuko msafari ya kutoka wapi? Kutoka maishani hapa duniani kwenda wapi? Utukufuni, katika unyakuo. Safari nyingine. Kutoka kwingine ambako kunafanana na kule kwa Israeli. Israël, dans son voyage, Israeli katika safari yao devait recevoir la nouvelle manne chaque jour. Ingeliweza kupokea mana kila siku. Car la nouvelle manne tombait. Kwa maana mana iliyompya ilikuwa inaanguka. Nous ne sommes pas censés vivre dans la lueur de Luther. Sio lazima sisi tuishi katika nuru ya Luther. Vivre dans la lumière de Wesley. Kuishi katika nuru ya Wesley. Ni vivre dans la lumière de la Pentecôte. Au kuishi de la Pentecôte. Au kuishi katika nuru ya Pentecoste. Nous sommes dans un autre âge. Tuko katika wakati mwingine. Une nouvelle manne. Maana iliyo mpya. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Tuko katika wakati mwingine, maana mpya. Ombandiwe. Ujumbe huu ni maana mpya. Ni mvote. Haiko tena maana ya Musa.
haiko tena maana ya Luther ya Wesley. Bwana asifiwe sana. Maana mpya, wakati mpya, wakati mwingine maana mpya. Ujumbe ni nufote, mambo yote ni mapya. Bwana asifiwe sana. Na Bwana atusaidie. Qu'arriverait-il s'ils essayaient de garder cette manne plus longtemps? Je, ingewezekanaje waweze kuchunga maana ile kwa wakati mrefu? Elle pourrissait. Ingeweza kuhoza. Elle pouvait les tuer. Ingeweza kuwaua. Ingekuwaje kama wangechunga ile maana muda mrefu? Ingeoza, ingeweza kuwaua. Bwana tusaidie. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi tant de morts spirituels de soi-disant chrétiens. Hiyo ndio sababu tunawapata wengi waliokufa hawa wanaojifanya kuwa Wakristo. Hiyo ndio tuko na wengi ambao wamekufa kiroho. Tuko na maiti nyingi kiroho ambao wako wanajiita tu ni Wakristo. Nao si. Hii sababu ya kula maana ambayo imeoza. Wanakufa, tunakuwa sasa na Wakristo wengi ambao wanakufa kiroho, ambao ni waswandi sacred, Wakristo wa majina. Ils se nourrissent de la lueur d'un autre jour. Wanaishi katika nuru ya wakati mwingine. Wanakula, ils se nourrissent. Wanakula katika nuru ya wakati mwingine. Poligamia ni kula chakula cha wakati mwingine. Imepitwa na wakati, imeoza, itakuua kama unakula hiyo. Watuko wamekaa na hii fundisho mwendeleo kama Suleiman imeua wengi sana. Yaani kukuta watu ni wapagani tu. Ni wapagani tu. Wapagani ile kuoa naoa. Wapagani. Si unaona hapa kwetu Kazulu paliingia ujumbe uliingia hapo mapema sana. Na kama hivi kuko kanisa kubwa la ujumbe. Lakini walipokea mafundisho hii ya kuoa wanawake wengi, mafundisho ya umilele. Ndio hivi wandugu wengi wakaanguka, walikuwa tu wazinzi na walevi na wanasema tulishakuwa mumilele. Wamoja hivi ninavyowaambia walichanganyikiwa na wengine wakaacha imani wakaingia kwenye upagani mpaka leo hivi. Hii kanisa ambayo Pastor Mulolo yuko nayo sasa hapa leo pale kwetu Kazulu amekuja tu hivi karibuni tu. Hivi karibuni tu ameanzisha sasa tena kukusanya taifa. Ni hivi karibuni tu. Pale tulikuwa na mapastere Izake Kayanda. Tobe ni tulikuwa tunakutanana nao kwenye mikutano kule. Bakaingia kwenye haya mafundisho ya poligamia, mafundisho ya umilele, pengine bakachanganyikiwa akili. Walichanganyikiwa akili bandugu Sipiriani Mabodia pale mkubwa yake ya Frere Alfonso Shilie ambaye tulibatiza pale Lukufu. Tulikuwa tunakutanana nao pale, walichanganyikiwa akili mpaka hivi. Na kanisa ikasambaratika. Watu wakaingia kwenye dunia tena wakarudi kwenye dunia. Mungu atusamee sana. Hii mafundisho hii. Makanisa imeshindwa kusimama vizuri. Kuoa ni vurugu tu. Vurugu tu. Mungu atusamee. Hayo yamepitwa na wakati, maana ambayo imeoza poligamia. Mungu atusaidie sana. Ils se nourrissent de la lueur d'un autre jour. Wanakula chakula cha wakati mwingine. Ils mangent une manne déjà avariée. Wanakula mana ambayo tayari imeshaoza. Wanakula mana ambayo tayari imeshaoza. Poligamia ni mana ambayo imeshaoza. Ni fiozo. Ilikuwa halali kile kipindi cha Musa. Hivi ndugu naweza piana tena. Lakini ilikuwa halali wakati wa Musa. Kupiana. Mkubwa yako anakufa, wewe unajinyakulia ule mke wa bwana mkuu. Unakuwa wako tu mara moja. Lakini leo uwezi fanya hivyo. Imeisha hiyo. Mungu atusamee. Hauwezi ukaowe tena dada yako wa mwili. Hivi ni dada wa kiroho, ile ilikuwa ni mifano. Bwana asifiwe sana. Na ndio hivi tuko na mifano mingine. Tutaeleza hilo vizuri hapo kwenye
kuchagua bibi harusi kwa sababu hatutamaliza pale. Ils se nourrissent de la lueur de notre jour. Wanakula chakula cha wakati mwingine. Ils mangent une manne déjà avariée. Wanakula mana iliyohoza. Juste comme la balle sur le bleu. Kama kapi katika sur le bleu katika ngano. Si elle n'entre pas dans le bleu, kama haingie katika ngano, elle se détache du bleu. Inajiondosha kwenye ile ngazi. Ni kama kapi kwenye ngano. Kapi kama iingie kwenye ngano, inakuwaka inatengana. Kama unaelewa? Inakuwaka inajidetache. Tovi. Ni kama kapi kwenye ngano. Kapi isipoingia ndani ya ngano, inakuwaka inajidetache. Unasikia? Ile mbegu haitarizi pamoja na kapi. Natoka. Ndio vile tu. Na mpaka neno la Mungu lisibitike. Dieu confirme sa parole. Abrahamu alihubiri hilo. Mungu aleti neno lake bure. Juste comme la balle sur le bleu. Kama kapi katika ngano. Si elle n'entre pas dans le bleu, isipoingia katika ngano, elle se détache du blé. Inajiondoa kutoka kwenye ngano. Et lorsque la lumière est rejetée, na wakati nuru inapobakia, est rejetée, kutupiliwa, inatupiliwa mbali, yani kutokukubaliwa. Il n'y a qu'une seule chose à faire, yani kuna jambo moja ambalo c'est retourner dans les ténèbres, kurudia katika, c'est retourner dans les ténèbres, kurudia katika giza. N'importe quelle partie de la nuit qui refuserait de voir la lumière, hajalishi giza yote ile ambayo inakataa nuru, retourne dans les ténèbres. Inarudia moja kwa moja kwenye nuru. Ainsi en est-il dans l'évangile. Hivyo ndivyo ilivyo katika Injili. Dans chaque âge, katika kila wakati, il a été démontré que c'est ainsi. Imeonyeshwa kwamba ni hivyo. Nous vivons dans ce temps-là. Tunaishi katika wakati huu. La manne d'hier est avariée. Kwamba mana ya jana imeshaoza. Mana ya jana imeoza. Biozo. Poligami ni biozo. Bwana atusaidie. Poligami ni biozo. Ni kipindi cha wakati baada ya mwanzo ambacho kiliingia ujumbe aliyokuwa nao Nabii Musa, na huo ujumbe wake ulipoisha, basi mambo yaliishia pale. Kwa sababu uko naona pale pako panaongeleka tu na imparfait, ni temps passé, yani hivyo muda uliisha. Hayo mambo yaliisha. Sasa kuko mambo ambayo bado yanadumu, ambayo yaliingia hapa baada ya dhambi. Kuko yenyewe yanadumu. Sasa hili la mwanamke kutawaliwa na mwanamume linadumu. Lingali bado. Ndio maana tunapaswa tufanye trop attention na hii enseignement. Kuko mambo ambayo inadumu, kuko mambo ambayo tayari muda wake umeisha. Kama hii ya poligamia muda wake uliisha. Lakini hili la mwanamke kutawaliwa na mwanamume mpaka leo. Mpaka vile Yesu Kristo atatuamulia kutoka katika haya maisha kwenda utukufuni katika unyakuo. Ndio mambo tena itarekebishwa. Hii kujuana, kuongezeka kwa njia ya kujuana kimwili, bado tuko nayo tu mpaka leo. Mpaka vile Yesu tena atatuita kutuamulia kutoka katika haya maisha. Tuko tunaelewa kidogo. La manne d'hier est avariée. Maana ya jana imeshaoza. J'entends déjà dire, nasikia watu il y a 40 ans j'ai fait ceci et cela. Hivi imepita miaka 40 nimefanya hili na hilo. C'est bien. Ni vyema. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Ni itakuhege leo? Qu'en est-il de l'église pleine de zèle? Inakuhege katika kanisa ambayo imejaa na bidii. Nous parlons d'hier. Tunasema kuhusu. Qu'en est-il de l'église aujourd'hui? Vipi kuhusu kanisa leo? Qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui? Vipi kuhusu wewe kama mtu binafsi leo? Car ce qui est d'hier ne conviendra pas pour aujourd'hui. Kwa maana kile kilichopita jana hakiambatani na leo. C'était bien pour hier, amen. Ilikuwa sawa katika jana, amina. Bwana asifiwe sana. Cha jana kitaambatana na leo, kilikuwa kizuri, kilikuwa sawa jana. Wakati mimi nilikuwa Mkristo sana, sasa leo zile tulikuwa leo
Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunaendelea tu kusonga na wingu na nguzo kuwa wa Kristo zaidi na zaidi kuliko tulivyowahi kuwa jana. Mnaelewa kanisa? Hapana kuikalia kusema jana ule wakati nilikuwa Mkristo sana kabisa, nilikuwa ninaomba sana, nilikuwa na leo friend, leo ya jana haitafaa kwa leo. Ukristo wako wa jana hautafaa kwa leo. Mungu anahitaji leo yangu, leo yako ndugu na dada. Leo ukoje? Nilikuwa nafanya bidii sana, nilikuwa wa kwanza kuingia kanisani mimi. Leo nisingechelewa kanisani mimi mbele. Leo unakueje? Bwana tusaidie. Leo friend, leo yako. Bwana tusaidie sana. Endelea sasa kumalizia hii kuchagua bibi harusi yenye tulikuwa hapa. Tulikuwa tungali tunasoma paragrafu moja. Endelea sasa. Soma hiyo saa ilikuwa paragrafu saa tulisema kwamba wewe hapo utaenda mpaka musaa 5. Mimi hapa mu français tutaenda mpaka musaa 37. Ndio tunaingia 102. Saa ndio utaanzia pale, atukumalizia hiyo paragraph. Haitamalizika. Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume. Sawa. Si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Hiyo ndio sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi kulikuwa halali. Hiyo ndio sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi ilikuwa halali. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Mtazame Daudi akiketi kule chini wenye wake 500. Mnaona? Inaambatana tu mafundisho hii iko inaenda inaambatana. Mtazame Daudi kule chini akiwa na wanawake wangapi? 500. Na Biblia ilisema alikuwa mtu aliyependeza moyo wa Mungu. Si ndio poligamia hii? Wake 500, yeye mwanaume mmoja wake 500. Na Biblia inasema nini? Alikuwa mtu aliyependeza moyo wa Mungu akiwa na wake 500. Alikuwa mtu ambaye anapendeza moyo wa Mungu akiwa na wake 500. Na Sulemani mwenye 1000. Bali hapana mmoja wa hao wanawake angaliweza kuwa na mume mwingine. C'est un temps passé mes frères. Bwana asifiwe sana. Avec 500 femmes et Salomon avec 1000, mais pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Bwana asifiwe sana. Chukueni kanda yangu kuhusu ndoa na talaka. Chukueni kanda yangu kuhusu ndoa na talaka. Njoo hii yenye tuko nayo. Si njoo hii yenye tunachukua. Chukueni kanda yangu kuhusu ndoa na talaka. Kwa sababu wakati kwa anafundisha haya mafundisho ya kuchagua bibi harusi, tayari alikuwa alishafundisha hii kanda ya hii mafundisho ya ndoa na talaka. Ndio anaambia watu chukueni kanda yangu ya ndoa na talaka. Ambayo juu ya mlima kule Tucson, hapa si muda mrefu uliopita. Kabisa. Nilikuwa kule juu nikiomba kwa ajili yake. Wao waliruhusu wanafunzi waondoke wakaitazame ile nguzo ya moto iliyozunguka ule mlima na kufanya mvuke mbele ya nyuma, juu chini. Ndio hapa hivi mko mnao. Bwana asifiwe sana. Anapandishwa juu. Anabebwa kule ili aende pewa nini? Aende pewa mafunuo juu ya ndoa na talaka. Kwa sababu ilikuwa imefichama mu ile mihuri 7. Wakati ile mihuri 7 ilifunguliwa, basi ndugu Branham akapata uwezo wa kuona siri ya ndoa na talaka. Na aliposhuka hakukuja tu mara moja na kuanza kufundisha ndoa na talaka. Alifundisha kwanza ufunuo wa mihuri 7 na mafundisho mengine. Hii ndoa na talaka, haya mafundisho alikuja kuyafundisha sasa. Anataka rudi nyumbani, mtumishi wa Mungu.
Huu mwaka alifundisha hii ndoa na talaka, na ndio mwaka Mungu alimuita arudi nyumbani. Utukufuni hivi ndugu Branham yuko utukufuni. Anatusubiri. Ile nguzo ya moto iliyozunguka ule mlima na kufanya mvuke mbele nyuma, juu chini. Watu papa hapa wanajua hayo na wakaiona. La colonne, cette colonne de feu qui décrivait un cercle autour de la montagne et qui prenait la forme d'un entonnoir. Mnaona jinsi ilivyo hivi. Bwana asifiwe sana. Nikachukua forme ya entonnoir. Branham alikuwa anaiweka hivi, anaiweka hivi. Anaona iko kama vile entonnoir. Ilikuwa inatamu shinda kuangalia, ndio sasa muli mkuangalia akakuja kuona kumbe mko mtu Yesu Kristo iko mule ndani na macho iko mule. Ndio haya macho mawili yako hapa na pua iko pale. Yesu Kristo alikuwa pale. Bwana asifiwe sana. Nayo ilidoji aliponiambia ukweli kuhusu haya maswali ya ndoa na talaka. Aliponiambia ukweli kuhusu haya maswali ya ndoa na talaka. Kama kuna upande mmoja unapenda hivi na mwingine vile, inapaswa ukweli uwepo mahali fulani. Ndio. Na baada ya zile mihuri 7 yeye alionyesha ukweli wake. Bwana asifiwe sana. Kama kuna upande mmoja ambao unapenda hivi na mwingine hivi, ukweli unapaswa kuwa mahali fulani. Sasa baada tu ya hii mihuri 7 hii, basi Mungu alionyesha ukweli. Ukweli juu ya hili jambo, hili swali la ndoa na talaka. Mihuri 7 kufunguliwa hivi, ndio siri hii. Bwana atusaidie. Sasa tazama, yeye hangalikuwa ila na mume mmoja, kwa sababu mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Sawa. Wote hao wake 500 walikuwa tu mke wa Daudi. Wote hawa wanawake 500 walikuwa tu mke wa Daudi. Ni matipe, ni mifano, ni maombre, ni vifuli. Ilikuwa ni mfano Kristo atakapoketi kwenye kiti cha enzi katika ule utawala wa miaka 1000. Bibi harusi wake hatakuwa mtu mmoja, bali itakuwa makumi ya maelfu ya harusi wote katika mmoja. Bwana asifiwe sana. Ni mfano, ilikuwa ni mfano, ni kivuli. Daudi alikuwa ni mfano wa Kristo, jinsi Kristo atakavyoketi katika utawala wa miaka 1000. Ataketi akiwa na maelfu ya bibi harusi ambao wote ni bibi harusi wake mmoja. Mie, wewe, ndugu, dada, tunaona tuko wengi, lakini sisi wengi hivi ni nini? Tuko tu bibi harusi mke mmoja wa Yesu Kristo. Haiko eti sasa mimi au ndugu wewe uanze oa wanawake wengi hivi. Hapana. Ilikuwa ni mfano. Daudi ni mfalme, Yesu Kristo ni mfalme. Sasa wakati Yesu Kristo ataketi katika utawala wa miaka 1000, yeye atakuwa mfalme wa wafalme. Atakuwa na kundi na mamilioni ya bibi harusi ambao wote wataitwa nani? Bibi harusi huyu mmoja, mke wake mmoja, lakini tutakuwa wengi hivi. Bwana atusaidie. Naye Daudi alikuwa na wake wengi, kama watu binafsi, bali tu mtoto. Wote pamoja walikuwa mke wake. Kama hivi unavyotuona sisi sote pamoja tuko mke wake Yesu Kristo. Tunakwaka tunaitwa bibi harusi wa Yesu Kristo, lakini tuko wengi. Yesu Kristo ni mfalme, atatawala. Bwana asifiwe sana. Na Bwana atusaidie. Tu hivi wengine wanakuwa hapa kwa njoo vile ni kwa wao. Lakini wakati tutaendelea na hili somo, tutaenda kuta hapo tu baada ya mwanzo, tutaenda kuta makuhani wao hawakuoa hivi. Hawakuoa hivi. Wengi hapana. Hawa ni wafalme hapa. Daudi mfalme, Sulemani mfalme. Na wote tu waliwakilisha Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na wale wake zao waliwakilisha mfano
wa bibi harusi wa Yesu Kristo ambao watakuwa wengi, lakini ataitwa mke aidha bibi harusi mmoja tu wa Yesu Kristo. Tutakuwa pale watu weusi, watu weupe, wa Marekani, wa European, wa Australian, watu tu wa kila taifa, kwa sababu bibi harusi atatoka katika kila taifa, jamaa na kabila. Bwana asifiwe sana. Tutakuwa wengi tu, wengi, lakini mke wa Yesu Kristo, bibi harusi wa Yesu Kristo, tutaitwa bibi harusi mmoja tu. Bwana tusaidie. Wote pamoja walikuwa mke wake. Kama ilivyo kwamba kundi lote la waumini ni bibi harusi wa Kristo. Amen. Kama ilivyo kundi lote la waumini ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Kwa sababu ilikuwa yeye mwanamke, yeye alikuwa mwanamume. Sasa sisi tulifanyika kwa ajili ya Kristo. Sawa. Kristo hakufanyika kwa ajili yetu. Unasikia sasa kule? Sasa sisi tulifanyika kwa ajili ya Kristo. Kristo yeye hakufanyika kwa ajili yetu. Amen. Hivyo ndivyo tunavyojaribu kufanya siku hizi katika vitabu vyetu, ni kujaribu kufanya neno ambalo ni Kristo litufae sisi, badala ya sisi kujaribu kujifanya wanaofaa kwa neno. Voilà ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans nos manuels. Nous essayons d'adapter la parole qui est Christ à notre gré, plutôt que de nous adapter nous au gré de la parole. C'est bien différent. Amen. Si sasa tunafanya tuko tunataka neno lifanye lienende vile venye sie tunataka. Ishida. Tunataka neno lienende vile venye si tunataka. Kuliko neno liende vile venye linataka kwetu, sie tuko tunataka sie vile venye tunataka. Neno liende vile venye sie tunataka. Mungu abariki neno ile kwa jina la Yesu Kristo. Tumefunzwa mengi na Roho hapa. Tumefunzwa mengi na Roho Bwana, ewe mwanangu, simama imara.
Bwana wabariki sana. Tuna shukrani kubwa mara tena kupata hii nafasi nzuri kuwa mbele za Mungu ili kumwabudu, ili kusikiliza mapenzi yake. Tunashukuru sana na tunashukuru pia kwa